Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia wananchi Young Africans. Nafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga kwa sasa ukitizama ratiba yao inaonyesha kwamba mchezo unaofuata ni mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utakwenda kuwakutanisha kati ya klabu ya soka hapa nazungumzia klabu ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Sasa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya mchezo huo kupigwa ndiyo kinachosubiriwa kwa hamu kweli kweli. Unafahamu ya kwamba msimamo wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wenyewe wanataka mchezo uchezwe, huko klabu ya soka ya Young Africans bado wameendelea kuweza kushikilia msimamo wao wa hatuchezi. Sasa bodi ya ligi wameweza kutoa taarifa yao kuhusiana na mchezo huo na kuhusiana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Je, mchezo huo utakwenda kupigwa ama itakuwaje? Majibu yote niko nayo hapa ya kile ambacho kinachoendelea, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, na hususan hili la Young Africans kuhusiana na hatuchezi. Karibu. Bana, unafahamu ya kwamba ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa klabu ya soka ya wananchi Young Africans wao walitangaza ya kwamba michezo ambayo imesalia kwao ni michezo miwili tu, huku wakiweza kuutoa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa kwenda kupigwa itakuwa ni mwezi wa 6 tarehe 15. Siku zinazidi kuyoyoma, siku zinazidi kutembea mpaka sasa ambapo tunaingia mitamboni zikiwa zimesalia takribani siku 17 kumrazi ambazo ndio kwenda kupigwa kwa mchezo huo. Lakini mpaka sasa klabu ya soka ya wananchi Young Africans bado imeendelea kuweza kushikilia msimamo wao juu ya kile ambacho kinachoitwa hatuchezi, mpaka pale maamuzi ambayo walikuwa wakiweza kuhitaji ni kwamba mfumo wa bodi ya ligi ambao unasimamiwa chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto uweze kurekebishwa na uweze kufanyiwa kazi. Lakini sambamba na hilo, huku wengine wakishinikiza rais mwenye dhamana ya soka Tanzania Bwana Wallace Karia aweze kuenguliwa katika nafasi yake hiyo kwa kujiuzuru, ili aweze kupisha mchakato mpya ambao utatafutwa rais mpya wa shirikisho hilo. Lakini kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa, klabu ya soka Young Africans mara baada ya kuweza kurudishwa kule kutoka katika mahakama ya usuluhishi kasi, huku wakiombwa waweze kuleta rufaa ya kutoka kule TFF na bodi ya ligi juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea na maamuzi ya bodi ya ligi na TFF, ndio kisha wakiyapata yale majibu wayapeleke sasa kasi kwenda kudai haki yao. Lakini kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika mahakama hiyo ya usuluhishi iliweza kuwarudisha Young Africans kwanza wakakae chini na TFF, lakini Yanga wamegomea mchakato huo wakisema ya kwamba ni kitu ambacho wao hakiwezi kuwezekana, wakisema ya kwamba hawezi kukaa chini na mtu ambaye anawaletea dhuluma na upangaji, kiona kama kuna upendeleo mkubwa ambao unaoendelea mpaka katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa yale ambayo
yamefanya mpaka sasa hivi bado bodi ya ligi inaelezwa kwamba kupitia mwenyekiti wake Steven Mguto anakuambia mambo yanazidi kuwa magumu kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda. Anaona ya kwamba sakata hili likizidi kuchukua sura mpya, huku aoni kama kutakuwa na muafaka wa kuchezwa kwa mchezo huo, kwani anaona ya kwamba viongozi wakubwa nchini wameendelea kuweza kuhamasisha kauli mbiu ya klabu ya soka ya Young Africans ya hatuchezi, huku wengine wakitaka ripoti ya uchunguzi ni nini kilitokea wakati wa mchezo wa Machi 8 ulioahirishwa mara baada ya klabu ya Simba kuweza kutokuleta timu uwanjani. Sasa watu wanajiuliza nini kilipelekea mpaka klabu ya soka ya Simba Sport Club wasilete timu uwanjani, na kina nani ambao waliweza kusababisha yote yale ambao waliweza kujili, kwa sababu bodi ya ligi walisema kwamba watafanya uchunguzi na wataleta majibu, lakini mpaka sasa inavyoelezwa mambo yapo kimya na hakuna hata kile ambacho kinachoelezwa mpaka sasa kimefanyika kwa kile kilicho tokea. Unaona baya kwa kile ambacho kila mmoja ameweza kushuhudia, lakini mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans wanaendelea kuweza kuwasakama. Hapa nazungumzia klabu ya soka ya Simba. Wanasema kwa sasa Yanga hatuhitaji watu wa kujiuzuru wala watuombe radhi. Tupo tayari kucheza dabi Juni 15, lakini muamuzi awe Daane Beida. Basi unaona bana, wakisema ya kwamba muamuzi aliyochezesha klabu ya Simba katika mchezo wao wa fainali ya kombe la shirikisho, aliyewanyima goli, aliyewapa kadi nyekundu, ndio wanataka aweze kuchezesha dabi ya Kariakoo. Tofauti na hivyo, klabu ya soka ya hapa nazungumzia Yanga hawako tayari kucheza mchezo huo. Ni mwendelezo wa taarifa ya kile ambacho klabu ya soka ya wananchi Young Africans wanazidi kuweza kushikilia pale kwenye msimamo wao juu ya kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo, huku kila mmoja akiendelea kuweza kutoa maoni yake. Lakini klabu ya soka ya Yanga ni kama vile hawasikii wala hawaoni kuhusiana na kile kinachoitwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mpaka sasa kila mmoja amekuwa akiweza kuangalia namna gani ambapo mchezo huo utachezwa, bodi ya ligi wakihakikisha kwamba mchezo huo unachezwa ili apatikane bingwa, huku klabu ya soka ya Young Africans wao wanasema ya kwamba wako tayari kuweza kushushwa daraja, hata kuweza kunyang'anywa pointi, lakini hawako tayari kuweza kucheza mchezo huo kwa sababu ya yale ambayo nimeweza kukupatia hapo mwanzo juu ya yale ambayo yaliweza kutokea katika siku ya Machi 8, ambapo kila mmoja alikwenda kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea. Unaona bana. Kwa hiyo tunachosubiri kwa sasa ni kuona klabu ya soka ya Young Africans watapeleka hapa nazungumzia timu katika siku hiyo ya Machi 8 au itakuwa tofauti na hivyo, huku wengine wakisema ya kwamba pengine akiletwa raisi katika mchezo ule kama mgeni mwalikwa, pengine wao wanaweza wakacheza, huku ofisa habari wa klabu ya Yanga Alikama amesema kuwa wao ni waungwana na wao wako tayari kucheza dabi ya Kariakoo endapo watapewa maelezo ya kina kuhusu sababu za kuahirishwa kwa mchezo huo na bodi ya ligi ya Machi 8 mwaka huu. Wamesema majibu hayo yatawasaidia wanachama wa Yanga kuelewa hali halisi na hivyo kupunguza hali hiyo ya sintofahamu. Aidha, kama ameongeza kuwa iwapo klabu ya Simba itaeleza kwa nini haikuleta timu uwanjani Machi 8, basi Yanga itakuwa tayari kushiriki mchezo huo utakaopigwa Juni 15. Unaona bana. Kwa hiyo kila mmoja anakwepa kwenda kuweka sababu kwa nini aligoma kucheza mchezo ule, kwa sababu pengine kuhofia kuweza kujiingiza katika kitanzi. Tusubiri maamuzi yatakuwaje katika